Katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, hususan katika mji wa Butembo, kodonata wa vuguvugu la Kimemi, mwananchi Matokeo Daniel Mbembe, alipojana na redio yenu hii siku ya Alhamisi tariki 16 Julai kwenye simu ya mkononi, amezungumzia kuhusu uzembe wa serikali ya Kidemokrasia ya Kongo katika lengo la kupambana na vikundi vyenye kumiliki silaha, hususan wanamgambo wa M23 ambao wanaendelea kudhibiti maeneo kama vile Goma pamoja na Bukavu. Si je dis que il y a des failles dans notre gouvernement. Kama nimesema kuna uzembe, ni sababu serikali hii inashindwa kutia mwisho kwa vita hii. Ni ujanja wa serikali ili kutoandaa uchaguzi mwaka 2028. Haiwezekane mvamizi afanye miaka takriban 5. Ni sheti kufukuza M23 kutoka Goma pamoja na Bukavu. Ndio surti moja tu kwa serikali yetu. Daniel Mbembe afikiria kwamba pia matamshi yake waziri anayehusika na mambo ya ndani katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye meza ya Umoja wa Mataifa ya kuzungumzia kuhusu wanamgambo wa FDLR katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo ilipana pia fursa kwa Rwanda kwa kuweza kuongeza vikosi vyake katika upande wa mashariki mwa nchi ya Kidemokrasia ya Kongo. Nitawakumbusha kama waziri wa mambo ya nje aliweza kusudia kwenye baraza la Umoja wa Mataifa kama FDLR wangali katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati aliposema hivyo, Rwanda ilitoa tangazo la kwake ili kupata kisingizio kuongeza maradufu wanajeshi wake ya nchi yao kwenye ardhi yetu ya Kongo Kidemokrasia, na hiyo ndio tangazo iliyoacha Kagame apata neno mbele ya Umoja wa Mataifa. Anamaliza akiomba kwa serikali ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutumikisha mbinu zote kama vile za diplomasia pamoja na vita ili kuchukua mara nyingine maeneo ambazo zimedhibitiwa na wanamgambo wa M23. Kama serikali hii ina haja kabisa ya nchi yetu, ni sheti kujua kama diplomasia inaenda pamoja na vita, lakini hapa DRC ni diplomasia kwa diplomasia. Hatufanye vita, ndio shida hiyo. Tukumbushe ya kwamba maeneo zinazoikaliwa na wanamgambo wa M23 raia wanakuwa kuteseka sana. Hapo kunakuwa unyanyasaji, mauaji na hata ukiukaji wa haki za binadamu.